mjadala wetu wa michezo, na leo basi ikiwa ni siku ya Jumatatu ambayo imefuatia wikendi ambayo imeshuhudia mambo mengi sana yakitokea viwanjani. Mimi ni Josephat Charo na nitashirikiana na wenzangu Saumu Njama pamoja na Jacob Safari upande wa pili wa studio. Tuanze na Bundesliga. Mechi za mzunguko wa 12 zinatarajiwa kutifua vumbi Ijumaa usiku, huku Borussia Mönchengladbach ikiwa na miadi na RB Leipzig nyumbani Borussia Park. Gladbach watashuka dimbani baada ya ushindi mnono wa goli 3-0 ugenini Heidenheim, huku Leipzig nao wakiwa na nguvu nyingi baada ya kuichapa Werder Bremen 2-0 nyumbani Red Bull Arena. Jacob, nianze na wewe. Gladbach ilikuwa ni kama inataka kushuka daraja hata kabla ligi haijakamilika. Kwa kweli walikuwa na mwanzo mbaya sana wa msimu Gladbach, na walikuwa wanakaribiana na Heidenheim kule kwenye jedwali la Bundesliga, manake Heidenheim ndo wako mkiani na Gladbach wao walikuwa juu yao tu, lakini wakachukua hatua za haraka, wakamwachisha kazi Gerardo Seoane na kocha mpya alikuja. Sasa hivi anaonekana analeta matumaini kwenye hii timu kwa sababu wamepanda sasa hivi, wametoka katika ile hatari ya kushuka daraja, na ushindi mkubwa waliopata dhidi ya Heidenheim ulikuwa muhimu sana kwao kwa sababu hii ndio timu iliyoko mkiani na walistahili waipige kikweli kweli. Na wamefanikiwa. Na wakafanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri Gladbach wako katika njia nzuri, na uongozi wa klabu sasa hivi unajivunia kuchukua ule uamuzi wa mapema sana wa kumwachisha kazi kocha Gerardo Seoane. Gladbach wamesimama katika nafasi ya 12 Saumo, na wanakwenda kukipiga na RB Leipzig ambao wao wamesimama katika nafasi ya pili wakiwa na alama 25. Unasemaje kuhusu pambano hili? Nadhani huu ndio utakuwa mtihani wa kocha mpya wa Borussia Mönchengladbach, kwa sababu mechi iliyopita amecheza na Kimbonde, alipata panya wa kufa, kwa hiyo akatumia nafasi kuweza kupiga mabao mengi ama ushindi wa kishindo unaweza kusema. Lakini atakapokutana na RB Leipzig, hii ndio mechi ambayo itaweza kutoa ujumbe kama kweli mabadiliko waliofanya yanaweza kweli kuirudisha Borussia Mönchengladbach katika misimu miwili mitatu iliyopita, wakati ilikuwa inaonekana hapa lao ikiteremka sana nafasi nambari 10 hivi, lakini kwa sasa kama ulivyosema nafasi ya 12 bado wana kibarua, na nadhani itakuwa ni mechi ambayo itaweza kuwapima kuonekana kama kweli msimu huu watapata nafasi. Tuangalie msimamo wa ligi, Jacob. Bayern wanakwenda kukipiga na St. Pauli Jumamosi, Bremen watakuwa wanakipiga na Cologne, Union Berlin watakuwa wanacheza na Heidenheim, na Hoffenheim watakuwa nyumbani wakialika Augsburg. Big match itakuwa ni Bayer Leverkusen na Borussia Dortmund. Kwa kuangalia msimamo wa ligi jinsi ulivyo hivi sasa, unaona kipi ambacho kinaweza kikatokea na mabadiliko katika msimamo kwenye jedwali? Sidhani kama hapo juu katika uongozi kutabadilika, kwa sababu natarajia Bayern wapate ushindi wa rahisi sana dhidi ya St. Pauli, kwa sababu St. Pauli kidogo msimu huu wameonekana wamerudi nyuma ukilinganisha na msimu uliopita, ambapo ndo katika nafasi yao. Kwa sababu msimu uliopita walipotoka kwenye ligi ya daraja la pili kuja kwenye Bundesliga kidogo walikuwa wanaonekana kama ambaye wana motisha hivi, na walikuwa wanacheza vizuri, matokeo walikuwa wanayapata, ingawa mengi yalikuwa si ya kuridhisha, lakini si kama ilivyo msimu huu. Kwa hiyo sitarajii kama watawapa Bayern kitisho kikubwa katika mechi hiyo. Nafikiri Bayern wataondoka na pointi 3 na waendelee kusalia hapo katika hiyo mechi kubwa kati ya Bayer Leverkusen na Borussia Dortmund. Hiyo basi hapo nafikiri ndio kunaweza kuwa na mabadiliko, na nafikiri Leverkusen sasa hivi wako katika nafasi nzuri sana, nawapa nafasi yani nikiwalinganisha na Dortmund kupata ushindi katika mechi hiyo, kwa sababu Dortmund wamerudi ile Dortmund ambayo tumekuwa hatuitarajii, hatuwezi kuitabiri, kwa sababu ukiangalia katika mechi hii iliyopita ya juzi tulikuwa tunajua kwamba wanaondoka na point na ushindi, lakini katika dakika ya mwisho kabisa wakapoteza wamedondosha point. Kwa hiyo wanapatana na Leverkusen ambayo pia
kama vile Borussia Mönchengladbach ilichukua uamuzi wa mapema kabisa kumwachisha kazi kocha Erik ten Hag, wakamleta kocha mpya ambaye sasa hivi anaonekana kwamba Anapata hii matokeo. klabu ameifufua na anapata matokeo. Kwa hiyo Leverkusen inakuwa ina ile, tunaweza kusema kama wakiingia uongozini hawawezi kurudi nyuma, na wameonyesha hilo katika mechi kadhaa. Mimi sikutarajia Leverkusen wawe katika nafasi hii sasa hivi baada ya kupoteza wachezaji wengi sana katika dirisha la uhamisho lililopita. Kwa hiyo nawapa nafasi kubwa sana nikilinganisha na Borussia Dortmund. Nafikiri wataendelea. Saumu, unakubaliana na Jacob? Bila shaka ukiangalia kikosi cha Leverkusen sasa hivi kina vijana ambao sasa hivi washaelewana namna gani ya kucheza ikilinganishwa na mfumo anaotumia kocha. Kwa hiyo pale Niko Kovac inabidi ajitafakari. Kama alikuwa nyumbani Signal Iduna Park weekend iliyopita na akashindwa kupata pointi 3 dhidi ya Stuttgart, atatoboa na vijana wa Leverkusen, na hapa ukizingatia kwamba nafasi ya 3 na ya 4 mtawalia Dortmund wakiwa chini. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu kama unavyosema, big match. Haya, tuelekee ligi ya Premier. Baada ya mechi 12 kuchezwa, Arsenal wako kileleni na alama 29 wakifuatiwa na Chelsea 23, Man City 22, Aston Villa 21 na Crystal Palace alama 20. Tuizungumzie Manchester United ambao wako katika nafasi ya 10 kwenye jedwali wakiwa na alama 18, na kocha Ruben Amorim amesema anaelewa Maino pamoja na Sirke jinsi ambavyo wamepoteza morali na huenda wakaondoka klabu hiyo Januari kwenda kutafuta timu ambako wanaweza wakacheza muda mwingi zaidi ili kujipatia nafasi nzuri ya kuteuliwa katika timu zao za taifa kwenda katika mashindano ya kombe la dunia huko Amerika Kaskazini. Jacob, kulikoni katika Manchester United? Ni wachezaji hao wawili uliowataja, Kobbie Mainoo na Zirkzee, wanapitia kipindi kigumu. Ni wachezaji wazuri, lakini nafikiri kulingana na mfumo wa kocha Ruben Amorim na kulingana na vile anavyowataka wacheze, labda anahisi si wachezaji ambao anaweza kuwaamini kuanza katika kikosi cha kwanza kile anachokitaja, kwa sababu hawajawahi kuanza tangu msimu uanze, na ndio maana kumekuwa na hizo fununu za kuwa wanataka kuondoka. Lakini ukiangalia katika mechi kadhaa zilizopita klabu imekuwa ikifanya vizuri bila wao. Kwa hiyo nafikiri kocha anaweza kusema sasa hivi, si mnaona nimechukua uamuzi huu na hawa wachezaji ndio bado wako benchi, ni wazuri lakini si wachezeshi, lakini matokeo yanapatikana. Kwa hiyo mashabiki wanaweza kumuunga mkono katika hilo. Saumu, kauli ya kocha Amorim kusema kwamba maslahi ya klabu ndiyo ambayo anayapa kipaumbele zaidi kuliko maslahi ya wachezaji, huyo ni kama inakata morali. Alafu Man United leo wanateremka dimbani kucheza mechi dhidi ya Everton. Unafikiri kauli hii inaweza ikaathiri vipi na kuyumbisha maanake saikolojia ya timu? Sidhani kama inayumbisha kwa namna yoyote, kwa sababu hata wachezaji wenyewe wanajua maslahi ya klabu ni muhimu zaidi. Matokeo pia inakuwa ni muhimu. Kwa hiyo kama alivyosema Jacob, ni kwamba licha ya kwamba wachezaji hao hawachezeshwi ama hawaanzishwi katika mechi, lakini matokeo mazuri yanapatikana. Bila shaka sidhani kama inapaswa kuwaathiri wachezaji wengine wote katika kikosi cha Amorim, kwa sababu mwelekeo wa timu kama Manchester United kufikia sasa, licha ya kwamba kwenye jedwali bado wapo katika nafasi ya 10, hali yao sio nzuri, lakini swali lakini unajua ukiangalia Jacob, unajua Saumu anakuwa ni mchokozi tu wakati wote. Unajua Jeffat, ukiangalia jedwali lile la ligi kuu ya England ile, ni kwamba hizi nafasi hata sikudanganye, kwa sababu ukiangalia hizi timu zimepishana na pointi moja, pointi 2. Chochote kinaweza kama kutokea. leo hii Manchester United wakipata ushindi katika mechi yao dhidi ya Everton, wataruka mpaka katika nafasi ya 5. Unaona sasa? Unaona, kwa sababu hizi timu zilizoko mbele yake. Umemsikia vile ameuliza, unaona
sasa watu wa Manchester United lakini ni mimi ukweli wa nadhani jinsi hili mambo swali yalivyo. linakuja kwa jinsi unasema, kuna msemo unasema mashabiki ndio wanaumia, na kwa kweli naona maumivu ya mashabiki wa Manchester United. Tuendelee. Haya, sasa wacheni ni wakati kidogo tuelekee Afrika Mashariki na tuangazie ligi ya mabingwa na ligi ya shirikisho barani Afrika. Tuanzie huko nchini Tanzania. Safari ya timu za Tanzania katika michuano ya kimataifa imeanza kwa misukosuko, matokeo yaliyowaacha mashabiki wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Mwana michezo wetu Mindy Joseph ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba walionekana kupoteza makali yao ya kawaida, wakipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Atletico de Luanda ya Angola kwenye mchezo wa kwanza wa hatua makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Afisa habari wa Simba Ahmed Ally pamoja na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu baada ya kipigo hicho wanaeleza hisia zao. Matokeo mabaya tuliyopata yatupe nguvu ya kupambana katika mechi 5 ambazo zimebaki. Tunatakiwa kurejea kwenye mapambano kwa sababu tarehe 30 kuna vita nyingine inatusubiri Mali. Tumepoteza matokeo mabaya, tumekosa goli nyingi, lakini wakati mwingine tutajipanga, tutafanya vizuri. Lakini nje ya uwanja mashabiki wa Simba hawakuridhishwa hata kidogo na matokeo, wakiamini timu yao ingeweza kufanya zaidi. Hii mechi tumepoteza, inabidi tujipange vizuri kwa mechi zinazofuata. Kwa kama mashabiki tumeumia, lazima benchi la ufundi wakajitafakari, waangalie namna gani ya kufanya. Yaani benchi la ufundi kiujumla, kocha kaja kwa ajili ya ukariri jinsi alivyocheza na JKT, ndio mfumo aliotumia na leo. Kwa mechi kubwa kama hii, upasi kutumia vile. Wakati wekundu hawa Msimbazi wakiumiza mioyo ya mashabiki nyumbani huko DR Congo, mambo yalikuwa mabaya zaidi kwa Azam FC. Walikumbana na kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya AS Maniema Union katika mchezo wa kombe la shirikisho. Kocha wa Azam FC Florent Ibenge baada ya kipigo hicho anazungumza. Kwanza niwapongeze AS Maniema Union. Tuko kwenye mashindano, tuna mechi 6 za kucheza, sasa zimebaki 5. Usipofunga goli hauko salama. Walikuwa na kundi la vijana wenye ushindani, nadhani tumejifunza mengi. Hata hivyo, hali haikuwa tofauti sana kwa Singida Black Stars katika hatua ya kwanza ya kombe la shirikisho. Wakiwa ugenini walijikuta wakiduazwa kwa kufungwa mabao 2-0 na CR Belouizdad. Afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza anasema, tumepoteza lakini tumepata funzo kubwa sana, tunachukulia kama ni sehemu ya kupata experience. Lakini katikati ya giza la vipigo, Yanga wameanza kampeni yao kwa nguvu, akipata ushindi mwembamba lakini muhimu wa bao 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco katika dimba la New Amani Complex Zanzibar. Kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuondoka leo Tanzania kuelekea nchini Algeria kwa mchezo wa pili wa hatua ya makundi, huku Simba nao wakitarajiwa kuondoka wiki hii kuelekea nchini Mali. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindy Joseph. Na tukiondoka Tanzania tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vilabu vya DRC vilishuka dimbani kwenye kampeni ya makundi ya mashindano ya ligi ya mabingwa na shirikisho barani Afrika. Lupopo waliangukia pua wakati Maniema Union wakipata ushindi dhidi ya Azam FC. Zuberi Ali ametukusanyia habari kamili. Wakishiriki kwa mara ya kwanza hatua ya makundi, klabu ya Saint Eloi Lupopo imeanza vibaya kupoteza huko kusini mwa Afrika kwa kufungwa mabao 3-1 dhidi ya wenyeji wao Mamelodi Sundowns Jumamosi iliyopita. Lupopo walionekana kuzidiwa kwenye mchezo huo, huko wafuatiliaji wa soka nchini Kayumba Eric na Ramadhani Kahambwe wanaamini Lupopo kufanya vyema katika mechi zijazo. Kwenye mechi hiyo walizidiwa, wachezaji hawana na experience. Mimi naamini ni mwanzo wa ligi, tusiwashutumu sana kwa sababu kuna bakia mechi 5. Naamini tu watajirekebisha pale walipokosea kwenye mechi zidi ya Mamelodi Sundowns. Binafsi nilitegemea hilo jambo. Wamecheza zidi ya timu imara na bora sasa hivi Afrika. Ukiangalia hata bajeti yao ni kubwa, lakini vile vile hata wachezaji wao ni wa viwango vya daraja la juu. Sisi kama wapendelevu wa soka nchini Kongo tuna imani kubwa na Saint Eloi Lupopo na tunaamini watafanya vizuri zaidi. Hayo yanatokea wakati Maniema Union walianza vyema kampeni yao ya kombe la shirikisho kwa kujizolea alama 3 dhidi ya Azam FC ya Tanzania kwa ushindi wa mabao 2-0 kwenye kundi B. Kocha wa Maniema Union Papi Kimoto aliomwagia sifa wachezaji wake na kuamini kuingia robo finali. Tulifunga bao 1 kipindi cha kwanza na kuweka utofauti na kusababisha kipindi cha pili kusimamia vizuri mechi. Nimefurahi sana. Hivyo tunachotaka ni kufanya liwezekanavyo ili kufikia hatua ya robo finali. Klabu ya Azam FC
ilionekana kudhibiti kandanda katika kipindi cha pili, lakini haikufua dafu mbele ya wenyeji wao katika uwanja wa Martyr mjini Kinshasa. Kocha wa Azam Flora Ibenge amewapongeza Maniema Union na kudai kujifunza kutokana na makosa walioifanya. Kile ambacho hakikwenda vyema ni kwamba hatukutambua katika kipindi cha kwanza, tulikuwa tukishikilia kama pasi 3 pekee na kupoteza mpira. Hivyo nilikuwa na wakati mgumu wa kufahamu baadhi ya wachezaji. Kwenye mapumziko tuliongea, na kwa kweli kama ukiangalia kipindi cha pili tulirejea na taswira nzuri. Ndicho kilichotokea. Kwa upande wa mashindano ya mabingwa Afrika ya wanawake, klabu ya FAR Rabat ya Morocco ililipiza kisasi dhidi ya Mazembe waliompokonya ubingwa msimu uliopita. Mazembe walitolewa nusu fainali kupitia mikwaju ya penalti 4-2, lakini klabu hiyo ya Lubumbashi ilichukua nafasi ya 3 kwa kuwashinda Masar mabao 3-1. Zuber Ali, DW Michezo. Na tukamilishe huko nchini Rwanda ambako mwana michezo wetu Christopher Karenzi naye ametukusanyia yaliyojiri huko. Katika hatua ya kihistoria kwenye soka la Rwanda, ligi kuu kwa mara ya kwanza kabisa imepanuka na kufikia timu 18 badala ya timu 16 zilizokuwa zikishiriki. Kocha mkuu wa AS Muhanga Gatera Musa anaeleza kuwa ligi itakuwa ngumu zaidi. Ligi inaenda kuwa ngumu zaidi kuliko siku zingine zote tulizocheza ligi, sababu kuongezeka kwa hizi timu mbili, hizi timu kubwa Rayon, Tiara, zote hizi zinaenda kwa pressure sababu hizi timu mbili zimejiongezea, alafu na ligi ilikuwa inakutaniwa ni ngumu. Unaona hizi timu zilipoteza hii wiki, timu zote kubwa karibu zote, labda Polisi kidogo yao ndio imepata pointi 3. Rayon Sport ni timu yenye mashabiki wengi hapa nchini, imepoteza mechi yao dhidi ya AS Kigali kwa mabao 2 bila jibu katika uwanja wa Pele jana jijini Kigali, huku APR wakitandikwa na Musanze mabao 3-2 katika mkoa wa Musanze. Hawa ni mashabiki wa Rayon wakionyesha huzuni na hasira baada ya mechi ya jana. Tangu tusajili wachezaji wa mpinzani ndipo tunaanza kupata huzuni. Hatujapata tena mchezaji bora katika Rayon. Unakumbuka tuliposhiriki kwenye hatua ya robo finali ya makundi? Mimi naitwa The Best kutoka Kamonyi. Nimeshuhudia hii mechi hapa tangu nikiwa mtoto hadi nakomaa, lakini sijapata kuiona ikiwa namna hii. Kufafanua mechi hizi mbili tukifungwa kwa njia hii, Rayon Sport inawezekana ina matatizo, walikosa majibu. Tukio jingine linaonekana kuvutia macho ya wengi ni uwepo wa vigogo wa soka Al Hilali pamoja na Al Merreikh kutoka nchini Sudani ambao kwa mara ya kwanza wameonekana kwenye msimamo wa ligi baada ya mzunguko wa 8. Timu ya Kiyovu Sports Club ina kibarua dhidi ya Al Merreikh kutoka Sudani kwenye mechi ya ligi kuu ya soka, na Al Ahly kumenyana na Gasogi United Jumatano wiki hii. Nuru Ali ni mkreketwa wa timu ya Kiyovu. Tuliona mechi ya Hilal na timu ya Algeria. Tukaona kiwango cha timu za Sudani, tumeona ni kiwango kikubwa sana. Kitu cha kwanza timu za Rwanda zitajifunza, lakini pako matatizo kidogo kwa kuwa wao wamekuja nyuma. Timu ziko zinakutana nao kwa haraka sana kwa kutaka wajaze michezo yao, ndio ugumu kidogo. Aidha, Al Hilal itasafiri kuivaa Saint Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Ijumaa Novemba 28 mwaka huu, wakati MC Alger wao watakuwa wenyeji wa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kutoka DW Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi. Naam, asante sana Christopher Karenzi, na nakushukuru sana Jacob Safari upande wa pili studio, pamoja na Saumu Njama kwa kushiriki mjadala. Ningependa tuzungumze kuhusu La Liga na mambo ya Serie A, lakini muda haunasi. Kwa hiyo asanteni sana na nawashukuru sana kwa kushiriki mjadala huu. Msikilizaji, endelea kuwa nasi. DW